أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji pale popote ulipo, nakaribisha ndani ya maskani. Mimi ni ndugu yako Gaddafi Yasin, na kama kila siku tunapokutana au kila wakati tunapokutana na kuletea watu tofauti ambao tunabarua nao na wanatueleza mengi zaidi kutokamana na safari yao ya kushikamana na kitabu tukufu, kitabu adhimu Qur'an. Na siku ya leo basi na mgeni amefika na atakuwa anatufahamisha mengi zaidi, tupate kumsikia kwa umakini. Ili kuwaje safari yake hadi akafika sehemu ambayo amefikia yeye? Ili kuwaje safari yake hadi sasa akakuwa ni moja kati ya watu ambao wanafunza kitabu hicho Qur'an, na pia vile vile ni moja kati ya watu ambao wanasoma kitabu hiyo almaarufu Qur'an. Moja kwa moja, nisipoteze muda, tutaingia moja kwa moja tupate kumjua ni nani ametujia na ana yapi katika siku ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Alhamdulillah, nashukuru. Za siku nyingi. Salama kabisa, alhamdulillah. Mazuri. Nashukuru, salama. Naona wanawiri, tupe siri. Alhamdulillah, Qur'ani tu. Allahumma barik. Labda kwa wale watu ambao wanakuona kwa mara ya kwanza, labda wamekusikia tu, tungependa ujitambulishe, tukujue kwa majina kamili na unatoka wapi. Kwa majina kamili naitwa Muhammad ibn Abdullah na natoka town hii ya Nairobi. Sema yeye ni mkazi wa Nairobi. Alhamdulillah. Na Muhammad, kila wakati tunaleta watu tofauti, tunazungumza nao kupata kufahamu safari yao ya Qur'an, na alhamdulillah wewe ni mmoja kati ya wale Allah aliwachagua mkakuwa ni miongoni wa wale mkahifadhi na mkaisoma na kila kitu. Labda tuanze moja kwa moja tu. Muhammad, safari yako ya Qur'an ilikuwa vipi mwanzo? Ilikuwa rahisi au ilikuwa nzito pande wako? Safari yangu kiufupi haikuwa rahisi. Ilikuwa nzito. Naam. Na vizuri sana. So tuingilie, labda utupatie taswira, tuchore taswira ilikuwa vipi? Ulianza lini wewe safari hii? Mimi kwanza kabisa kuanza kuhifadhi Qur'an nilipata motisha kutoka kwa wenzangu. Ambao niliona wakiswalisha tarawih, wakisoma Qur'an, na ambao walikuwa ni vijana wadogo. Wakati huo mimi nikiwa mdogo, ni umri wangu, na wao tayari washahifadhi Qur'an na wanaswalisha. Sasa hapo ndo nilipata motisha na ikanichochea mimi kuhifadhi Qur'ani. Sasa hapo ndo mimi nikaanza kuwa na hima ya kuhifadhi hii kitabu kitukufu. Mashaallah. Unasema labda ni kulingana na wakati ule ni vijana ambao uliwaona wanafanya khairat kama ile na kila kitu. Labda ulikuwa umri gani kama unaweza kumbuka? Nilikuwa umri wa 13, 14. Naam. Ulianza vipi kusema kuwaelezea wazazi kwamba mimi sasa naona nataka kushika hii mwenendo na kila kitu? Vile niliona kwamba walikuwa wanaswalisha tarawih na wanaongoza katika kwa kila kituo cha Qur'ani. Nikawa ni mwenye kushawishi wazazi wangu nikiwaambia kwamba ningependa niwe kama hao. Na ni vijana umri wangu, na ni kwa nini wao wako vile na mimi mpaka sasa hii sijafikia pale wao wako. Sasa kwa hilo wazazi wangu nao wakawa wanapenda jambo la khairi. Mashaallah. Na wakawa wanashajiisha, wakaniambia kwamba ukiwa tayari ukimaliza primary basi inshallah utajiunga na kitu hicho na wewe utakuwa miongoni mwao. Allahu akbar. Naam. Walichukulia kwa urahisi sana.
Labda katika masala ya wazazi, je, wazazi wote wawili wapo? Mimi mzazi wangu wa kiume hayupo. So mama sana ndo mama sana ndo alikushika mkono vizuri sana. Umesomea wapi Qur'an? Umejifunzia wapi? Nimesomea katika kituo cha Kikambala, Majlisul Maarif Al-Islamia. Mashaallah. Ambayo iko Mombasa, mahali inaitwa Kikambala. Unajua kuna watu wengi wana fikra kwamba mtu yote ambaye anataka kuhifadhi ama mtu yote ambaye anataka kuisoma dini si lazima uisomee Kenya. Lazima tupande ndege, lazima tushuke. Labda wewe fikra yako ni ipi kutokana na swala hili? Mimi nasema kwa hao wenye fikra hizo basi ni fikra potofu. Maana yake humu alhamdulillah nchi yetu imekuwa developed. Mpaka tunaweza toa watu ambao ni maalim. Humu ukiwa miongoni mwao wamehifadhi Qur'an. Na vijana wadogo hata ambao wamehifadhi Qur'an humu bila kutoka hata nje ya nchi hii. Naam, mashaallah. Tuko pale Kikambala, ushafika? Naam. Safari hiyo sasa, wale walimu walikuwa vipi kwako? Mapokezi ilikuwa vipi? Kumbuka umefika pale wewe hujui chochote. Naam. Haikuwa rahisi kulingana kituo hicho ambacho wewe ungiwa nakifahamu. Kikambala si pale rahisi. Na bila tawfiki ya Allah, si kwa ujanja wa mtu, ila bila tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala pale huwezi toboa. Na mimi mpaka kutoboa pale sisema na ujanja wangu wala ni uwerevu wangu, bali ni tawfiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haikuwa rahisi kulingana mimi mwenyewe pia sikuwa kama wenzangu. Mimi Sheikh Gaddafi nikianza kuhifadhi Qur'an, nilienda kwanza najua kuangalia Qur'ani lakini sijui kuitamka vizuri. So nilianzishwa kwa kituo cha kwanza ambao ni qaida. Unaanzishwa kusoma Qur'an kwa kuangalia. Bali nilianzishwa upya alif. Naam, Hasanul Qawaid. Nikaanzishwa upya hizo. Na kwangu mimi kulingana mimi haikuwa rahisi. Sababu ilikuwa ni pahali pagumu na mimi mwenyewe pia ndo mwanzo, na kawaida ya mwanzo ya kitu huwa ni ngumu kwanza. Na uzito kweli. Je, kuna wakati ushafikiria labda natamani sasa nirudi nyumbani, kama maisha ndo hivi, Qur'an ndo hivi? Kuna wakati ulitamani, ulikata tamaa kuamua utakurudi nyumbani? Si kuna wakati, kila wakati. Vile nilikuwa pale kila wakati nilikuwa, manake ilikuwa hakuna fence. Kila wakati ilikuwa mimi nataka niondoke. Kila wakati nafika kwenye barabara na gari zipo za kunifikisha town, nipate gari za kurudi Nairobi. Kila wakati mimi nilikuwa naenda barabarani nikilia machozi, Sheikh Gaddafi, ili nirudi zangu nyumbani. Sema maisha inakuwa magumu. Maisha ilikuwa magumu kwangu. Sababu nilipata uzito mara ya kwanza kabla ya akili yangu kufunguka. Nilipata mtihani na walimu wa pale kidogo ilikuwa hawaelewi. Lakini mimi naweza sema si ati walimu hawaelewi, lakini wanajua hivi. Vijana wengi ambao wanakuja ama watoto wengi au wanafunzi mathalan wanaokuja huwa wanaanza hivi, wanaona labda ndio ataona ni ugumu kwa sasa, lakini baada ya muda ukisonga na nini labda unapata kufahamu zaidi. Labda katika pale ukiwa skuli ushaingia, ndio tayari watuonyesha maisha na kwa magumu na kila kitu. What was your normal routine, ama routine ilikuwa vipi pale? Pale kwanza routine na Qur'an. You keep it in your mind. Kwanzia uamke mpaka unalala ni Qur'an. Ndasema kwanza ni neema. Mnaishi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna lingine isipokuwa hilo. Ni uamke, uingie class usome, upate istiftah, urudi usome, upate ghada, urudi usome, na ni hivyo. Hiyo ndo routine ya hiyo institution ambayo nilikuwa. Naam. Katika masala ya kuhifadhi, unajua kila mmoja anahifadhi kwa njia tofauti. Kuna watu ambao labda kuna mbinu ambao hawa wanajua ndo rahisi kwao, tofauti na watu wengine. Mbinu gani wewe kati ya zile mbinu ambazo zipo ilikuwa rahisi kwako wewe kuhifadhi kitabu hii? Kabla ya kupitia hizo mbinu kwanza nimepitia changamoto. Mimi kuhifadhi hata aya 2 ilikuwa inanishinda kuhifadhi. Alhamdulillah, Qur'an kwa kuangalia Allah alinifanyia sahali, nikamaliza kwa wepesi. Lakini wakati naanza kuhifadhi Qur'ani ndo Allah akanipatia mtihani. Mtihani wa kuhifadhi kwangu Qur'ani ilinipatia matatizo na changamoto mingi. Kwa hivyo ukiniambia njia gani nilitumia njia zote. Nilitumia njia
si moja si nyingine. Manake kila mmoja akaniona katika hali ile, hata wao genihurumia wakati ule. Okay. Si walimu peke yao, manake mimi kama nikupigwa nishapigwa mpaka walimu wakachana mimi. Naam. Na kama ni kunasihiwa pia nishanasihiwa mpaka wenye kunasihiwa wakaniambia bana, kuhifadhi Qur'ani si lazima. Ni mradi wajua kuisoma basi. Naam. Lakini wewe pale una hamu unataka kuhifadhi. Mimi nilikuwa nimeenda na nia moja. Yani nilikuwa nimeweka nia. Tangu nilisumbua wazazi wangu kule nyuma. Nikawaambia kwamba mimi nataka nihifadhi hichi kitabu. Wakaulizwa ni kwa nini wanataka kuhifadhi? Nikasema nimeamua tu kuhifadhi na nataka niwe miongoni wa watu ambao walihifadhi Qur'ani. Lao kama sitahifadhi basi ni miongoni mwao. Ukiwa miongoni mwa watu basi utafaulu kama wao. Utakuwa mmoja wao. Unajua ni swala ambalo watu wengi ambao wanaingia katika masuala ya kusoma dini na nini, ukiwauliza kwa nini waenda kusoma ama kwa nini wafanya jambo fulani ambalo linashikamana na dini yako, wengi hawajui jibu nini. Ima utasikia mtu anasema mimi nafanya kwa sababu ya mtu fulani, mimi nafanya kwa sababu nimemwona fulani na fulani wamefanikiwa katika njia hiyo. Na nadhani hiyo ni jibu ambalo halifai zaidi kwa mwanafunzi yote ambao ako katika njia ya kuitafuta ilmu ya aina yoyote vile. Naam, labda pale katika kusoma na nini umetueleza ilikuwa hali ilikuwa vigumu na nini ilikuwaje? Naam, mimi kusoma kwangu Sheikh Gaddafi na watazamaji haijakuwa sahali. Sisemi ndio mwisho, labda kuna wengine walikuwa wabovu zaidi yangu ama wengine walikuwa bora zaidi yangu. Naam. Lakini mimi kuhifadhi kwanza ilinipatia changamoto. Kwanza kuhifadhi kwenyewe kule, kutoa ile aya kwenye kitabu kuweka kwenye kifua, maana tunahifadhi Qur'an kwenye kifua. Naam. Kule kuiweka kwenye kifua kwangu ilikuwa mtihani sana. Sheikh Gaddafi mimi nilikuwa siwezi kuhifadhi hata nusu au robo ya Qur'ani. Sasa ilikuwa walimu wakiona labda nafanya mchezo. Manake walimu wakati wanatuachia sisi tufanye revision ili tuhifadhi darasa zetu, wao hawako na sisi. Sasa wakati wewe unajitahidi kuhifadhi na kuwa nzito kwako, mwalimu kesho akija akitaka darasa yake haelewi kwamba ulipitia changamoto gani. Yeye anaona hujahifadhi na anaona kwa sababu haukufanya revision jana yake. Sasa kulingana mimi nilipitia kichapo mwaka wa kwanza na mwaka wa pili. Mpaka walimu kuja kunielewa na kunifahamu hali yangu ilichukua muda, sababu mimi kuhifadhi kwangu Allah kwa janifungulia akili yangu kwanza. Sasa unaweza hifadhi aya mbili na hiyo aya mbili nikifika kwa mwalimu pia sijui ni uoga, sijui ni wasiwasi, pia inapotea. Sasa mwalimu alikuwa kiniona katika hali kama ile, anakuwa ni mwenye kunidhibiti na kunipiga na nini, sababu wanafunzi wengi wanakuja katika ile institution, nilisahau kuelezea pale mwanzo. Wengi wanaletwa pale sababu wameshindwa na maskuli ama wameshindwa na wazazi wao, wameshindikana nyumbani kisha ndo wanaletwa pale. Maana yake pale ilikuwa discipline area. Naam, kwa wengi ambao wanaifahamu Kikambala zama hizo ilikuwa ni discipline area. Ukiingia pale utatoka vizuri. Lakini alhamdulillah wewe si discipline. Mimi alhamdulillah nilienda kwa nia yangu safi. Naam. Sasa katika ile hali ya kuhifadhi Qur'ani hata robo nilikuwa mimi siwezi kuhifadhi Sheikh Gaddafi. Kuanzia juzu ya kwanza mpaka juzu ya 5 nilipata mtihani sana. Na nikakuwa napigwa najaribu kueleza walimu, lakini walimu pia wanifahamu. Bado ni mgeni. Na waliona kwamba nilimaliza Qur'an haraka kuangalia, sawa wanaona ni kama nafanya mchezo. Na desturi ya pale ni kwa ukiletwa na mtu ambaye yeye alifaulu ama alifanya vizuri, basi wanachukulia pia wewe ni mwanafunzi ambaye utafanya vizuri. Kwa mwepesi. Ikiwa hujaletwa pale na discipline matters, wanakuchukulia wewe ni mwepesi na utamaliza kwa haraka na utatoka. Sasa wakiona umeanza kuzembea, wanajua ni mchezo unafanya. Naam. Inachukua mtu muda gani, wakati wewe ulikuwa mtu inamchukua muda gani ili amalize na aondoke? Na wewe jinsi ulivyokuwa labda unarudia kutokamana na uoga ama Allah haja kufungulia ili upate kwa mwepesi wa kuhifadhi na kila kitu, wewe ilikuchukua masiku, miaka? Kuhusu muda ni mtu mwenyewe na akili yake. Sheikh Gaddafi, sababu ukiwa ni mwenye akili yako iko haraka, basi hata miezi 6 utamaliza Qur'an ama mwaka. List ni mwaka. Sababu ya murajaa na sheria za pale. Ni list ni mwaka. Hata kama utamaliza Qur'an na miezi 3, lazima utabakishwa kwa murajaa khas mpaka umalize kisha uondoke. Sasa kulingana muda ni wewe mwenyewe. Mimi nilipata mtu amekaa miaka 8. Na mimi mpaka kuhifadhi kwangu ilinichukua muda wa miaka 4 au 4 na nusu mpaka kuhitimisha. Ingawa pia sio kuhitimisha kwa vile kama vile wenzangu walihitimisha. Nilifanya kuilazimisha. Na changamoto kibao.
changamoto kibao. Mimi mpaka walimu wananiambia bana, waliniita mpaka kikao walimu wakaniambia unaweza enda usome shule we president, si lazima uhifadhi Qur'an. No. Pamoja na kuwa pale kulikuwa na desturi moja, si kwamba tunatia aibu institution ama nini, hapana, lakini ikiwa wanafunzi kama mimi walikuwa wanapatikana kama pale ambao wana changamoto hizi na wanasubiria, basi ilikuwa chanzo cha kuwatoa pale labda ni kuwapiga sana, ndio mwenyewe akienda labda aende kabisa ama atoroke. Sasa mimi niliweka nia kwamba hata nikifa wacha nife hapa unaganda pale, naganda hapa mpaka nia itimie. Na vizuri sana unanikumbusha jambo kuhusiana na masuala kama hii. Ni kwa wale wazazi labda wanachukua watoto wao kwa kuwa wameshindikana manyumbani, wanaopeleka katika vituo kama vile, si kutiwa adabu tu, lakini bado wanaona kama huyu ameshindikana hapa, basi tumpeleke huko akasome Qur'an, aketi na wale walimu. Na walimu ambao wanafunza Qur'an sifa zao zinajulikana kwa kuchapa zajulikana. Tabeni mwalimu zajulikana kwa kuchapa, lakini labda siku hizi labda nyinyi walimu wa kisasa mnapunguza, si kama si kama wale wa kitambo na nini. Labda Muhammad, tueleze tu pale ndio ulipata ugumu wa kuhifadhi na nini hadi mambo ikakuja kukunyookea. Ulijua vipi like sasa nikishika hivi ama nikiweka kichwa yangu upande huu ama nikifanya hivi ndo mambo sasa yananiingia? Kujijua binafsi ilikuwa wakati gani? Mimi kujijua binafsi Allah alinipa tawfik baada ya kumaliza tahfidhul Qur'an. Na hizi changamoto mimi napitia, si kwamba nilikuwa mbovu wa akili. Nikitoka shule alhamdulillah nilikuwa vizuri. Ndio nasema ni mtihani Allah alinijalia. Na wallahi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Hatuwezi kuuliza. Hiyo ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mwenyewe anajua ni kwa nini. Na anasema labda ilikuwa ni khairi kwangu. Sababu naweza penda kwamba nikuwe kama wenzangu waliohifadhi Qur'ani kwa haraka, kumbe ingekuwa ni shari kwangu. Sasa ile kitu nilifungukiwa akili baada ya kutoka pale. Hapo nyuma umeniuliza swali kwamba nilitumia mbinu gani? Nikamwambia nilitumia mbinu mingi za kuhifadhi Qur'ani. Mbinu ambayo kidogo ilikuwa the last, ambayo ndio ilikuwa nikishindikana hapo basi. Basi utaenda kwa president. Angekuwa kweli basi. Ilikuwa ni mbinu ya actually marafiki zangu ambao ni waheri alhamdulillah. Waliona matatizo ambayo napitia na changamoto ambayo napitia mimi. Na kwa kuwa walikuwa wanaona kwamba walimu wanioni mimi nafanya nini, na wakati wao hawapo, basi waliamua kunisaidia na hata kufuata baadhi ya walimu. Kuambia huyu mwanafunzi sisi tunamshuhudia bidii ambayo anayofanya si kama wengine. Sasa mwalimu akamwambia basi nyewe msaidieni mtakavyoweza. Mimi nikiona mtu amesoma vizuri, mimi kwangu najua huyu amefanya bidii na huyu anasoma vibaya, huyu hajafanya bidii, na siwezi mlaumu mwalimu, ni kweli. Sasa akanatumia mbinu ya kuhifadhi Qur'an kwa kurejelea labda aya moja nirejelea mara kwa mara, aya moja nirejelea mara kwa mara. Pamoja na hilo pia bado mtihani wangu ulikuwa unaendelea kama vile Allah alivyonakadiria. Mpaka ilifika wakati walimu mimi waliniambia, walinifukuza hasa afwan, sikuniambia, walinifukuza wakaniambia bwana wewe ukienda bwana tosha. Tushakuchapa utoroki, tushakufanya hivi ukimbii. Tosha bana, si lazima uhifadhi hii Qur'ani. Mimi nikamwambia walimu, najua hapa si pale rahisi, lakini mimi nishaikania. Afadhali kama ni uhai wangu kutoka, mimi Qur'an nahifadhi. Hata kama basi sitahifadhi mnavyotaka nyinyi, mimi nitahifadhi hata kama ninavyohifadhi mimi sasa kijua kali hivyo nitahifadhi hivyo. Naam. Sasa kuenda hivyo mpaka ikafika wakati alhamdulillah nikafika juzu 20, nikatolewa kwa mwalimu ambaye nilikuwa, nikapelekwa kwa mwalimu mwingine kwa sababu ule mwalimu aliona kama anamtatiza. Sasa nikapelekwa kwa mwalimu mwingine ambaye kidogo alinifanyia subra. Inshallah. Kando na hivyo pia akanifanyia subra. Akaniambia tu ufanye bidii, ikiwa Allah amekuandikia kuhifadhi Qur'an basi utahifadhi. Na mimi nikasema hapa sibanduki. Na ile ndio nia. Ikiwa ni mwaka 10, miaka 20, mimi nisitoke hapa mpaka nitoke na certificate ya kuwa nimehifadhi Qur'an. Allahu akbar. Wallahi ni story ambayo tunaweza sema ni maelezo ambayo inajaza moyo na kuwapatia moyo vijana ambao labda wanaona katika njia moja au nyingine hawawezi katika masala ya kuhifadhi ama wanapata uzito na ugumu. Na imagine kuna baadhi ya vipindi ambavyo tumefanya, baadhi ya vijana ambao nakutana nao wananiambia ukiwa hata mdogo ama ukiwa mtu mzima waweza, lakini imagine wewe ulikuwa mdogo lakini bado kulikuwa na changamoto kibao ndani yake, lakini Allah akaamua kukunusuru upande huu. Muhammad, hadi hapo sasa penye tumefikia sasa hivi, wewe ni mmoja kati ya wale ambao ni vipenzi katika Qur'an.
aya gani ambayo katika hii kitabu tukufu unaipenda sana, ama ukiisoma inakupatia ile, inakuchorea taswira tofauti katika swala, labda ukiisoma inakuletea khushu na kila kitu? Kuna aya labda katika Qur'an ukiisikiza ama mwenyewe ukiisoma uwe na kusisimua? Naam, iko hiyo ambayo kila nikisoma labda itanirudisha mimi kutadabburi Qur'an. Na itanikumbusha pia si basi Qur'ani tu bali maisha yangu pia katika Qur'an. Aya ambayo ni ile Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari fa udkhila al-jannata faqad faz ila akhir al-aya. Basi haya hii mimi nikisoma hata kama sitadabbur na nini basi itanirudishia fikra zangu. So mimi kwanza ni mtu naogopa kufa. Sote. Sasa hii haya hilo inanilenga sana. Ni haya ambayo nikiisoma inaleta wasiwasi. Neema. Labda tuingie ndani. Neema hiyo ni miongoni mwa aya tu, lakini ni kitabu kizima tunajua tunaipenda na hatuwezi kuchagua kwa ni maneno ya Allah na kila jambo. Labda katika masala ya wewe, Qur'ani imekutendea nini katika maisha yako? Kwa ndio umeenda ukasoma, umepitia mitihani ambayo umeyapitia, maisha yako iko vipi ukishikamana na Qur'an? Kuna vijana ambao hawasomi Qur'an hata kwa siku, afungui kwa wiki, tuangoja hadi Ramadhani, na Ramadhani ikifika pia tuashindana pale, na pia wengine wanapata uzito katika kusoma Qur'ani. Wewe imekutendea nini katika maisha yako? Ni vile niingia hapo niliambia nawiri Shekarafi. Naam. Wallahi sisema ni kwa ujanja wangu wala ni bali ni hichi kitabu. Naam. Kwa sababu ya hichi kitabu Allah akanipa tawfik na mpaka sahihi. Labda ndo chanzo cha kipato changu, chanzo cha maisha yangu. Maisha yangu ilibadilika baada ya kuhifadhi hii Qur'ani. Hata walimu wangu waliniambia siku tunakufukuza lakini hii subra umefanya. Hii Qur'ani itakuacha nyuma. Na alhamdulillah mpaka sahihi tunaongea recently. Wallahi Qur'an ndio imekuwa maisha yangu. Na imenisaidia kwa kipengele moja na nyingine. Mashaallah. Katika kwa siku yani wewe unaisoma Qur'an mara ngapi? Na ratiba yako ni vipi? Unajipatia target ya kumaliza juzuu ngapi kwa siku? Okay, kwa siku kulingana murajaa wangu mimi kulingana kujipangia huwa labda nasoma robo kwa siku, robo Qur'ani, robo hizb ndo naisoma ili nipate kuzingatia zaidi. Manake si kingi ambacho utakiacha kwa muda, utakiacha kwa muda mchache, bali ni kichache ambacho utadumu nacho. Inshallah. Hiyo umezungumza vizuri hapo. Na hiyo ndo kidogo Mungu anafanya. Naam. Ngawa sengine naghafilika kama binadamu labda kwa shughuli na nini sengine kughafilika, lakini ghalib mara mingi mimi nikisoma nasoma robo mpaka nimalize kama ni juz, then nirudie mpaka nimalize juz nyingine kama ni robo mpaka nimalize, namna hiyo. Neema. Kuna baadhi ya vijana tunaishi hatujashikamana na Qur'an. Sisi maisha yetu yanaenda tu, ikitokea jua alhamdulillah, ikitua giza ikaingia tushukuru alhamdulillah. Labda nasia yako kwa vijana ambao hawajashikamana na Qur'an, kwa wewe ni mmoja kati ya wale ambao mnasema muweza kuzungumza kwa mmeona yale yote ambayo Qur'an inaweza kufanya, vijana unaweza waambia nini? Mimi vijana wenzangu nikiwa nasihi, si kwamba mimi ni mkamilifu wenyu, la, wala mimi I'm not perfect than you, lakini nikiwa nasihi tu kwamba Qur'an ndio maisha. Kama vile Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa Aisha radhiallahu anha ma kana khuluqul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisha akajibu wale masahaba kuambia kwamba khuluquhu alquran. Na mpaka leo sisi ile Allah ametustiri nayo alhamdulillah, lakini ile ambao tujitahidi nayo kwa wema na akhlaq na tabia njema basi ni kutokana na hii Qur'ani. Tunafuata kulingana na uwezo wetu. Naam. Sasa vijana nagehusia kwamba kama unaishi nje ya Qur'ani, wewe kwako jua ni sawa, mvua ni sawa, wallahi ningeomba ushikamane na Qur'ani, ushikamane na kitabu hichi, itakubadilishia maisha yako, si nje tu bali hata ndani. Kuna mtu ambaye labda anataka kuanza safari hii, ima ni mdogo au ni mtu mzima tayari, anataka kuanza safari hii na kila kitu, kauli yako ni gani? Kwa wewe umeona mengi, umepitia mengi, utamwambia vipi? Kwa wengi inafika pahali hadi tamaa tunaipoteza, tunakata tamaa, like kama ni hivyo wacha nakosa nini?
Kama kula na kula, kama kazi ninayo napendeza. Na kuhifadhi si lazima. Mashallah. Mtu kama ungemusia kwamba actually usibabaike na kisa yangu hii. Labda yako inaweza kuwa mobeta. Hii ni safari yangu mimi. Na haijalishi umri. Kuna wengi mimi nimewashuhudia walianza akiwa wakubwa, wamenipata pale pale mimi naanza na wao wakamaliza Qur'an na miezi 6 tu. Na ni watu wazima. Na kuna wengine ni wadogo kamaliza haraka, na kuna wengine ni wadogo zaidi yangu bali wakapata tatizo zaidi yangu. Sheikh Gaddafi mimi nilikuwa na mwanafunzi alikuwa, mimi nilisema mimi alhamdulillah mimi ni genius. Alikuwa kwa mtihani uliopitia unasema mimi genius. Niliopitia wala Allah alimleta huyo kijana wakati muafaka yani. Maana mimi ndo nilikuwa nilipata mimi nimfundishe. Kijana hata kusoma alif na ba hawezi soma. Ukimwambia alif anasema ba. Na ukimwambia hiyo somo hiyo ba basi anasema alif. Kijana mpaka alifukuzwa madrasa kabisa. Sasa mimi kimwangalia kijana huyu na kaangalia situation yangu, nasema alhamdulillah mimi naweza kuhifadhi aya moja wala neema. Sasa nakuhusia wewe ambao wataka kuanza safari hii ya Qur'ani, wallahi ikiwa Allah atakupa changamoto kama hii, si mwanzo wala si mwisho, na wala mtu asikate tamaa. Wala tayasu min rahmatillah. Mtu asikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi kuna najiuliza lao kama si tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala nikakata tamaa wakati huo, mimi leo ningekuwa wapi Sheikh Gaddafi? Sijui, labda ningekuwa mahali bora zaidi, labda ningekuwa mahali wasi zaidi. Lakini kwa kule kutotakata tamaa, naona kwamba kama ningekata tamaa wakati ule, ningekuwa mahali wasi zaidi. Singekuwa na kana wewe hapa leo. Vizuri kusema hivyo. Swali lingine imenikuja kwa kichwa nikuuliza, labda kama haungehifadhi Qur'ani hiyo, ukaamua kurudi kama ulivyopatiwa nasiha na walimu wako, nenda usome kwa rais kesho, labda leo ungekuwa wafanya nini ama maisha ingekuwa vipi? Kwa kweli ningerudi nisome niwe rais, lakini hata kura singepata. Na maisha hangekuwa kama ninavyojua mimi sahihi, ama naishi sasa hivi. Sijui kadari ya Allah na sijui ghaib, lakini sidhani kama ningekuwa hali hii ambayo niko nayo, sababu wenzangu wengi ambao walituacha madrasa wakakata tamaa, wengine walikuwa na mtihani kama wangu, wengine walikuwa na vichwa vizuri zaidi, lakini kwa vile labda changamoto kama zile wakawacha yale hifdhi al-Qur'an wakakata tamaa, wamekuwa na maisha ambayo si ya kuridhisha kwa sasa. Naam. Namshukuru sana Muhammad. Unajua kisa chako kinataka tuingilie kwa mapana na kwa undani zaidi, tupate kujua mengi zaidi, kwa kuna wengi wana moyo lakini inafika wakati ndoto zao moyo hiyo inapatwa kuzimwa kulingana na situation, kulingana na maeneo ambao wameketi na kila kitu. Lakini hatuna budi, kwa kuwa tumefika mwisho wa kuisha, tutakuwa ni wenye kukamilisha hapa, na shukrani sana Muhammad kwa nasiha yako, kuwafahamisha vijana, kuwafahamisha wazazi, na pia vile vile kuwapatia moyo wale ambao wanataka kuanza. Kwa umri haijalishi, Allah akikusailishia hata kwa utu uzima inakuwa rahisi, na Allah akiamua kukupa mtihani, basi mtihani hiyo usichukulie kwa uzito, bali jua ni katika safari ambayo kesho utasimulia. Laiti Muhammad angejua kuna siku ataketi hapa, nadhani labda angeketi sana apigwe, lakini hakujua, na leo imetokea ameketi na sisi katika maskani kutufahamisha na kutujulisha mengi zaidi. Na pia wewe mtazamaji, siku yako itafika. Tunakusihi tu pale popote ulipo uzidi kutufuatilia kwa umakini kupitia social media handles zetu, ili upate kujua ni yapi tunakuletea kila panapokucha, majaliwa Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na akitujalia tupate kuona siku nyingine. Mtazamaji, hadi hapo tulipofikia, mimi sina la ziada, nitakuwa na kuaga tu kwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.